Jambo na nikukaribishe tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametangaza kwamba anataka kuuteka ukanda wa Gaza kwa 70%. Wakati katika baraza la mawaziri la Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, miongoni mwa washiriki wakimwambia Netanyahu kwamba Israel inapaswa kulichukua eneo lote la ukanda wa Gaza, Waziri Mkuu wa Israel anasema tunaenda kwa utaratibu, na kulingana na yeye akasema kwamba kwanza tutachukua 70% ya eneo la ukanda wa Gaza. Alisema bila kupinga kwa unyakuzi kamili unaweza kuchukuliwa, akisema tutaanza na hilo. Jeshi la Israel katikati ya mwezi Machi ilichora kwa utulivu ramani kwa mashirika ya misaada ikionyesha tayari ilikuwa imepanua udhibiti wake hadi takribani 11% zaidi ya kile kinachojulikana kama Yellow Line ya kuweka mipaka ya maeneo ya kambi inayokaliwa na wanajeshi wa Israel. Mstari huo ulikubaliwa katika kusitisha kwa mapigano na Marekani mnamo Oktoba mwaka uliopita. Hiyo ilimaanisha kuwa ilidhibiti 64% ya eneo la ardhi ya Palestina badala ya 53%. Kutokana na uvamizi wa jeshi la Israel, wa Palestina hawawezi kufikia takribani 2/3 ya ukanda wa Gaza. Kunyakuliwa zaidi kwa eneo hilo walazimisha wakazi milioni 2 kati yao ambao tayari wanaishi katika hali mbaya katika eneo dogo zaidi baada ya kuvumilia kwa miaka ya vita vya mauaji ya kimbari. Licha ya mapatano hayo yaliyofikiwa mwaka uliopita, mashambulizi ya Israel huko Gaza yanaendelea na mashambulizi ya karibu kila siku. Al Jazeera imeelezea kuanzia mwezi Aprili ikihesabu angalau ukiukwaji na mashambulizi zaidi ya 2400 ya Israel. Mapema mnamo Alhamisi jana, maafisa wa afya walisema shambulizi la anga la Israel liliua takribani watu 10 wakiwemo watoto 4 na kujeruhi wengine 20. Kwa mujibu wa ripoti ya hivi punde ya ofisi ya Umoja wa Mataifa masuala ya kibinadamu OCHA, hali ya kibinadamu kwa raia huko Gaza bado ni mbaya, huku familia zilizohamishwa likiishi katika mahema ambayo ni shule na majengo yaliyoharibiwa. Maji safi ni haba na ukusanyaji duni wa taka unaongezeka. Hatari za kiafya zinazidi kuongezeka, ikiwa ni pamoja na kuenea kwa panya na wadudu. Vitongoji vyote katika ukanda wa Gaza pia bado vipo hatarini, huku mashambulizi ya mara kwa mara ya anga, makombora na risasi zikitokea katika eneo karibu na maeneo ya makazi, ripoti zinasema. Wiki iliyopita mwakilishi mkuu anayesimamia bodi ya amani ya Gaza iliyoanzishwa na Marekani, Nikolai Mladenov, alionya kuwa kuzorota kwa hali hiyo katika eneo hilo kuna hatari kuwa ya kudumu. Akizungumza na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, alilitaka shirika la kimataifa kutumia kila njia inayowezekana kuishinikiza Hamas kupokonywa silaha na kuishinikiza Israel kushikilia ahadi yake chini ya usitishaji wa vita vya Oktoba, akiashiria kuendelea kwa mauaji na vizuizi katika mtiririko wa kibinadamu. Vita ambavyo Israel ilivianzisha kufuatia shambulizi la Oktoba 7 mwaka 2023 katika eneo la kusini mwa Israel lilifanywa na Hamas na makundi mengine ya Wapalestina yenye silaha yameua zaidi ya Wapalestina 72,775. Jeshi la Israel likiendelea kudumisha utawala madhubuti wa usalama na mamia ya wengine wameuawa katika kipindi cha miezi 7 iliyopita. Wachunguzi wa mzozo huo wanaonya kuwa tangu vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vilipoanza Februari, mashambulizi ya Israel dhidi ya Gaza yamezidi kuongezeka. Lakini mpango mkubwa wa Israel ni kuhakikisha wanateka eneo la ukubwa wa takribani 70% kutokana na kile ambacho Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu amekielezea, na kwamba mpango huo huenda ukafanikiwa katika siku za hivi karibuni na hatimaye kuteka moja kwa moja kwa 100% ukanda wa Gaza. Na hili ni moja kati ya mambo ambayo Israel inapata msaada mkubwa kutoka Marekani, hasa kile ambacho Rais wa Marekani Donald Trump anataka kutengeneza Gaza kuwa eneo la kila mmoja katika ulimwengu. Hii ikimaanisha kwamba hali hii itaifanya Israel kulidhibiti eneo la ukanda wa Gaza wapendavyo. Hadi sasa 64% ya eneo la ukanda wa Gaza lipo chini ya Marekani. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.